Wananchi wetu ni maskini, Mheshimiwa Naibu Spika. Mtu anapokufa kwanza unapewa bili ya marehemu. Ukiwa huna pesa wanakatalia maiti, na maiti ile, Mheshimiwa Naibu Spika, wanaenda kuizika kama wanatupa mbwa. Ni kitu kibaya sana, Mheshimiwa Naibu Spika. Na humu ndani nashangaa, Mheshimiwa Waziri Mpango, sisi wote ni maiti watarajiwa bunge zima. Kasoro itakuwa muda, tarehe na wakati. 95% ya vifo vinatokana na kuumwa. Na kuumwa kwenyewe, Mheshimiwa Naibu Spika, mara nyingi ni kwa muda mrefu. Kunapokuwa kwa muda mrefu, huyu mtu anakuwa amezoofika kiuchumi, amezoofika kiafya. Sasa leo anafariki. Ni kweli hospitali inampa bili ya shilingi 500,000. Anazipata wapi, Mheshimiwa Naibu Spika? Amesha kufa. Sasa kwa nini serikali isimsamee mtu aliyefariki? Imsamee bili na halafu hizo pesa tuzipeleke kwenye keki, Mheshimiwa Naibu Spika. Ni hatari sana. Watengeneza bajeti najua ni vijana wetu wa Oysterbay ambao nafikiri walijua keki ni kitu cha muhimu sana. Ndio maana Mheshimiwa Naibu Spika, wakashindwa kuelewa kwamba kuna shida nyingi sana kule kwetu vijijini. Mheshimiwa Naibu Spika, ulikuwa Kahama juzi, nashukuru sana. Umepita mle njiani, zile nyumba unaziona mle za nyasi ni waganga wa kienyeji, Mheshimiwa Naibu Spika. Waganga wa kienyeji, Mheshimiwa Naibu Spika, ukipeleka mgonjwa bahati mbaya akafariki, hawaombi pesa, Mheshimiwa Naibu Spika. Badala yake wanakusaidia na sanda, Mheshimiwa Naibu Spika. Inawezekanaje sisi serikali tumdai mtu aliyefariki, halafu tukatalie maiti, halafu maiti tukaizike kwa kutupa kwa gharama? Na bahati nzuri Mheshimiwa Msigwa ni mchungaji, na Mama Katale wangetusaidia sana. Maana yake turuhusiwe basi watu wakafanye maombi kule kwenye makaburi ya serikali, wajue na kaburi ya ndugu yao, ili baadaye baada ya miaka 10 watoto wakipata hela wakachukue mifupa ya baba yao au mzazi wao. Mheshimiwa Naibu Spika.